Sisi watu wa Al-Hikma ni mabingwa wa surprise. Mabingwa wa surprise. Mabingwa wa surprise. Sasa ya mwaka huu inaitwa surprise funga mwaka. Hebu semeni. Surprise funga mwaka. Hii hata mimi na utoto wangu wa mjini nilikuwa sina. Katika volunteer wetu kumbe kuna mmoja Mkristo yumo na anajitoa, na sasa hivi kaja na anasema nataka nisilimishwe hapa. Takbir! Takbir! Haya, mnaosema mashindano ya Qur'ani na faida gani? Simu yangu mimi katika Instagram na message nyingi sana ya vijana wasoko wa Islam wanaoniambia shehe, nataka nisilimu. Nyinyi msiojua thamani ya Qur'ani, habari ndio hiyo. Na ukimwona mtu anapinga mashindano haya ya Qur'ani, ana sifa kuu mbili. Sifa ya kwanza, sio mtu wa Qur'ani. Qur'ani na yeye tofauti kabisa. Sifa ya pili, kisokoro. Sogea bana. Hongera sana. Karibu mzee. Asalamu alaykum. Hongera sana. Shodo umeleta Asalamu alaykum bana. Ujambo mwanangu? Una umri gani? Marhaba. 28. Haya, hebu Mike mpe ajieleze kila kitu, alafu tutamsilimisha. Kwa majina naitwa Frank Komba, nasalibuza kanisani. Mashindano haya kuanzia ya mwanzo kabisa mpaka yale tarehe 16 nijikuta tu ni kwamba nipo katika itifaki, nafsi imeniambia kwamba kashiriki, nikaanza mazoezi mpaka kwenda kufanya kazi. Lakini la Al-Hikma kuna surprise ya maisha yangu kwamba nilifunguliwa njia kwamba ya heri katika majukumu yangu ya kazi. Kwa hiyo nikaona si vyema ngoja nihamie kwenye dini ya kweli. Nimekuwa Mkristo ambaye kwenye majambo ya Kiislamu na shiriki, siangalii maslahi. Sasa serikali ya Zanzibar ikaniona, nikaona si vyema naenda kutekeleza majukumu, lakini ngoja nihamie kwenye dini ya kweli. Kutokubagua ndio panifanya riziki yangu ifunguke. Sina ndugu wa Kikristo aliamua kunishika mkono, ila katika Uislamu ndio mlango wangu wa riziki umefunguka. Mlango wangu wa riziki umefunguka katika Uislamu. Kutokubagua, kujituma kwa hali na mali, ndio mlango wangu wa riziki umefunguka. Nimeshikwa mkono na ndugu yangu kabisa alikuwa Mkristo, ameingia Uislamu, baba yangu mdogo. Nimeona maisha yao wanaoishi, maisha matakatifu, hakuna pombe, hakuna sigara, ni ibada, kazi, na wana maisha mazuri. Lakini kwenye Ukristo sikuweza kushukua mkono hata mtaji wa kufanya biashara wala kwenda mali asili. Nilienda kwa juhudi zangu mimi mwenyewe mpaka natoka. Lakini nimekuja huku kwenye kujitolea tu, huku Sumaujata, J Martin, kwenye itifaki, majukumu ya kidini sibagui. Mlango wangu wa riziki umefunguka. Nawashukuru sana kwa mashindano yale. Sina cha kuwalipa zaidi ya kujiunga na nyinyi bega kwa bega mpaka mwisho wa maisha yangu. Allahu akbar. Allahu akbar. Mungu akubariki sana, akufungulie milango yote.
Haya Frank, karibu sana katika Uislamu. Hakika umetusisimua, na sisi wewe tayari ushakuwa ndugu yetu, kijana wetu. Kuanzia sasa mimi ni hisabu ndo babako wa mjini. Ukiwa na jambo lolote unishirikishe pale nitakapoweza, kukushika mkono kwa hali na mali, kwa ushauri, kwa lolote nitafanya. Umeonyesha uzuri wa Tanzania, upekee wa nchi hii, hata wasiokuwa Waislamu wanayaunga haya mashindano, na wewe ni miongoni mwa volunteer. Na ulipokuja ukaona mwisho ukasema hapana, kuna haja mimi sasa nijiunge nao kiimani na niwe Muislamu. Na hii ndio baraka ya Qur'ani na baraka ya haya mashindano. Ili kuingia katika Uislamu hakuhitaji ubatizwe kwa maji wala kwa moto wala kuingizwa ndani ya kisima, bali kuna maneno uyatamke kwa dhati kutoka moyoni, ukiri kwa moyo, utamke kwa ulimi. Baada ya hapo unahesabiwa tayari wewe ni Muislamu. Bila shaka utakuwa uko tayari. Naam, niko tayari. Haya, fanya hivi. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi, ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja tu, hajazaa na wala hajazaliwa na hana mfano. Na nakiri kwa moyo na natamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mungu na ni mtume wa mwisho. Nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Isa ambaye ni Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu bali ni nabii wa Mungu aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Takbir! Takbir! Hongera, tayari wewe ni Muislamu kwa maneno haya. Ngoja tumalize jamani, tumalize. Jina gani katika majina ya Kiislamu unayoipenda? Hussein. Takbir! Kuanzia leo anaitwa Hussein. Sawa? Hussein ni mjukuu wa Mtume Muhammad. Jamani, tumpokee ndugu yetu Hussein. Sasa ni ndugu yetu. Jisikie uko kwako, na Waislamu wote hawa ni ndugu zako. Na tunakushukuru pia ndugu yetu uliotuletea. Unaitwa nani? Naitwa Abdalla Zonga. Pia nilikuwa katika volunteers. Mashaallah. Katika medical team na brother Mudasiri hapa. Mashaallah. Kwa hiyo nilikutana na brother, leo tena nimekutana naye, akanishirikisha, nikamwambia hili swala haitaki kuchelewa kwa kweli. Na namshukuru Mwenyezi Mungu limetimia hapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Basi Abdallah na wenzako naomba pia niwakabidhi, mumweke karibu, mumsaidie baadhi ya vitabu vya Kiswahili vya kujua dini, na pale mtakaponihitaji na mimi kunishirikisha nishirikisheni. Kwa kweli tumefurahi sana. Mungu awabariki wote. Abdallah, Mungu akubariki, na wenzako Dr. Mudathir, kijana wetu huyu, karibu sana. Tumefurahi sana. Karibuni. Allahu Akbar. Kishki TV, nuru ya dini yako.